Jumapili inakuja kwamba tutakuwa na ibada ya mahitaji 12. Sawa, mahitaji 12. Next Sunday we have a needing prayer of 12. Utakuja kwamba tutajifunza 12 kwa nini mahitaji 12, namba 12 kwa nini. Kwa hiyo utaandika mahitaji yako 6, sawa, mahitaji yangu 6. You write your 6 ambayo unatamani Mungu akufanyie mwaka huu. Alafu utaandika vitu vingine 6 ambavyo hauvitaki kuviona kabisa kwenye maisha yako mwaka huu. Mungu aviondoe kwa neema yake, kwa uweza wake, iwezekanavyo mapema kwenye maisha yako. Umeelewa? So utakuja nayo karatasi kabisa mwenyewe uko umeshaiandaa nyumbani. Kama utakuwa na sadaka yake pia, andalia sadaka yake maalum kwenye bahasha yako, andika majina yako na ya familia yako. Njoo Jumapili. Jumapili tutakuwa na living water, ibada ya living water. Kwa hiyo njoo uje kupokea roho ya uzima. Njoo mabaya tuyateketeze. Siku hiyo tutakuwa kama ni kontena au ni pipa tumeliandaa kwa ajili ya kuteketeza mabaya yote kwenye maisha yako. Kwa hiyo hii karatasi ya kwanza mahitaji 6 utaniachia, nitabaki leo kuyaombea. Haya ambayo huyataki tutayatamkia, tutayaombea wote, mimi na wewe nitapita kuyaombea kwa mtu mmoja mmoja. Mwisho tunayateketeza hapo nje wote, tukiwa tunaomba tunatamka jinsi yanavyoteketea, yanavyoungua na yanyoteketee. Pointi ya pili, karatasi maana yake ngapi hii? Ya 3, si ndio? Ya kwanza mahitaji, ya pili usiyotaka. Jumla inakuwa mahitaji 12, yote ni mahitaji yako, si ndio? Alafu jambo la 3, kama una mtesi yoyote ambaye anayekutesa kazi, kwenye familia, anayekuchukulia bwana wako, aliyekuchukulia mke wako, siku hiyo muandike. Hata kama ni prophet niandike. Andika jina lake, hata kama ni moja tu, hata kama la utani liandike, njoo nalo. Hakikisha kama utaandika huko ili tukija hapa tunaanza maombi siku hiyo. Sasa ibada Jumapili itaanza saa 2 kamili mpaka saa 6 kamili za mchana. Nikodolea macho hivyo, saa 2 kamili mpaka saa 6 kamili za mchana.